بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, katika kuendelea kuifasiri suratu Yasin juzuu ya kwanza kwa mgawanyo tuliowafikiana katika darasa hili, leo tumesikilia katika aya ya 12 ambao ndio aya ya mwisho katika juzuu ya kwanza tulivyoigawanya. Aya yenyewe ni hii niloisoma, ambao Mwenyezi Mungu atuambia inna nahnu, hakika sisi, nuhyil mauta, ndio tunaowahuisha wale waliokufa, wanaktubu ma qaddamu, na twaandika yale walioyatanguliza, wa atharahum, na twaandika athari zao, wa kulla shay'in, na kila kitu, ahsainahu fi imamin mubin, tumekidhibiti, tumekihifadhi katika hiyo imamu mubin, ambayo tutaieleza ni nini maana ya imamu mubin. Kwa ufupi, aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia zitu ziwili. Azungumza masala ya kuhuisha, yani masala ya hashr, ya kuhuishwa watu au ya kufufuliwa kwa ibara tuielewao zaidi. Kisha azungumza masala ya kuandikwa na kuhifadhiwa matendo tuliyoyafanya na athari tulizozifanya. Hii ndio aya yazungumza. Tuambia inna nahnu nuhyil mauta, sisi ndio twawahuisha waliokufa, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tuandika yale walioyatanguliza na athari zao, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti. Sasa kabla ya kuingia kuifasiri aya kama hii, ningependa tujikumbushe kidogo huku tutokapo, kisha tutakuya kukumbwa na suala muhimu baada ya kukumbuka huku tutokapo. Sisi tuko kwenye juzu ya kwanza kwa mgawanyo tuliowafikiana. Pengine wenye kusikia neno la juzu ya kwanza yaweza kuwa ni pia tuliafikiana katika kuifasiri suratu Yasin tutaigawanya sehemu ngapi? 5, ili tupate kuwa na msuko mzuri wa mazungumzo. Kwa hivyo sisi tuko kwenye sehemu ya kwanza ambayo ni aya 12. Aya hizi 12 kiini chake cha maudhui chazungumza masala ya utumi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ikaja ikatueleza mtumi ni nani na wenye kumfuata na sababu za kumfuata, na wenye kumpinga na sababu za kumpinga. Huku tutoka hapo. Sasa hii aya ya 12 ukiitia huku utaiona kama ambao ni aya mgeni kimaudhui, yani kwa sababu hii imerukia mambo ya kiyama. Sasa mambo ya kufufuliwa, mambo ya kuhesabiwa, mambo ya kutolewa mafaili yaliyoandikwa, kama hayana mshikamano na huku. Naweza kunena kwa nini tusikome aya ya 11 katika mgawanyo hii ya 12 tukaitia kwenye juzu ya pili? Nitakwambia na juzu ya pili pia haingii, haina mshikamano. Kwa sababu kwenye sehemu ya pili tutaanda wadhrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa almursalun, ambao juzu ya pili ya Yasin yaendelea kueleza utumi pia, lakini kwa sampuli nyingine. Juzu ya kwanza ilikuwa yazungumza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliomkubali na waliompinga. Kisha Mwenyezi Mungu akataka kumliwaza
mtumi kwa kumfahamisha kwamba haya masala ya kupingwa au haya masala ya kupata upinzani si bid'a wewe, yani si mapia kwako wala huandi wewe. Kwa hivyo akapenda kumpa kiswa historia ya baadhi ya mitumi ili aone yale yaliyowapata na yeye apate kutukua funzo na kuwedheka na kupata mazingatio. Ndio akaanza kuweta kiswa cha ashabul qarya, wadhrib lahum ashabal qaryati idh jaaha mursalun. Wale walipekewa mtumi wa kwanza wakamuiza, wakapekewa mtumi wa pili wakamuiza, wakaongezewa watatu, fa'azzazna bithalithin, na wote watatu. Kwa hivyo juzi ya pili pia ya Yasin yazungumza suala la utumi kwa ndia ya kumpa kiswa historia bwana mtumi, ili asiyaone haya yampatao yeye ni peke yake, bali waliopita yamewapata. Kwa hivyo pia upande huu haingii hii aya. Kwa hivyo utaiona kama ni aya imepatikwa, wadhrib lahum inna nahnu nuhyi almauta, yazungumza masala ya kiyama. Na kwa mpangilio wa sura ya Yasin tutazungumza masala ya kiyama. Kuna masala ya utumi, tukitoka kwenye utumi tutaingia kwenye masala ya tauhid, yani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masala ya Mwenyezi Mungu atakapoanza kutoa dalili zake, ataanza na ardhul maitatu fa ahyainaha, atakuja kwenye shams, atakuja kwenye qamar. Zote zile ni aya, washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdir. Pale kutakuwa kwa zungumzo dalili za kuthibitishwa Mungu. Masala ya kiyama yatakuwa kwenye juzu ya 4, kwenye ile mata hadha alwa'du wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Kwa hivyo kwa nini hii aya imetiwa hapa? Nafikiri tumeelewana mpaka hapa. Sasa hili ni suala la kwanza la tukabili kabla ya kufasiri hii aya. Wanazuoni wa tafsiri wa Kiislamu wameliona hili suala, wakalitupa, kisha kila mtu akajaribu kulijibu kwa kadiri ya alivyofahamu yeye na pale aliposikilia. Kukapatikana jawabu karibu 2 au 3. Jawabu ya kwanza yanena sampuli hili, yanena kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kubaini utumi, sababu mazungumzo huko alikuwa yakizungumza utumi, na utumi ni katika misingi mitatu ya dini muhimu, kwa sababu misingi ya dini ya Kiislamu muhimu ni mitatu. Mengine yote yatokamana kwenye hii mitatu. Mwenye kufanya 5, mwenye kufanya 6, mwenye kufanya 8 yarudi kwenye hii mitatu. Ni almabda'u walmaad, na hapa tulipo. Au kwa ibara nyingine ni ile suala min aina, tutoka wapi, ila aina twenda wapi, na hapa tulipo tutakikana tufanye nini. Ni Mungu, mtumi, kiyama. Hii ndio misingi mitatu ya Uislamu. Ni kuamini Mungu, ni kuamini siku ya kiyama, na utumi. Mengine wenye kufanya ni 5, ni 6, ni 7, zote zarudi kwenye hii mitatu, hakuna la zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu alipobaini utumi nyuma, huyu mwenye jawabu ya kwanza anena kwamba ni katika misingi mitatu muhimu, alipenda kudokeza na msingi mmoja katika ile mitatu, akatupeka kwenye maadi kidogo, kwenye masala ya kiyama. Ndio ikatiwa hii aya. Lakini jawabu kama hii hairidhishi kiasi fulani, kwa sababu suala la maad, yani suala la kiyama na kufufuliwa, litakuya kwenye suratu Yasin kwa urefu sana na litabainiwa kwa upana. Ilikuwa hakuna haja kudokezwe sampuli hii. Kwa hivyo jawabu kama hii isiwaridhishe baadhi ya mufassirini, wakatoa jawabu hii ya pili ambayo kwamba mimi nitatosheka nayo. Jawabu hii, jawabu ya pili yanena kwamba hii aya si lengo lake kuzungumza masala ya kiyama kama kiyama. Lengo lake ni kujazia mazungumzo yaliyotangulia nyuma basi, kwa sababu yana alaka na kiyama kidogo na yakajaziwa. Kwa sababu huku nyuma Mwenyezi Mungu amemwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahman. Wewe mahofisho yako yatamnufaisha ule ambaye kwamba atafuata utayo
na atamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akamalizia akaambiwa fabashiruhu bimaghfiratin wa ajrin karim, mpe bishara ya maghfira na ya malipo mema. Wale ambao hawasomwamini mtumi, wale wameambiwa wataadhibiwa. Hawa wanaomwamini wameambiwa watapoa maghfira na malipo. Zitu hizi zitapatikana wapi? Zitu hizi zitapatikana kiyama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipokuwa azungumza masala ya kuadhibu, azungumza na masala ya kutoa malipo, si duniani, ni kiyama. Kwa hivyo alitaka katiti kutuyazia hapa kwamba haya yatakuya siku ya kiyama na mutafufuliwa na kila kitakachofanyika chaandikwa, ili mtu awe na zaidi kutilia maanani lile analolifanya, angie kwenye ima litundhira qauman ma undhira, upate kukhofika na upate bishara na uweze kutekeleza katika kumfuata bwana mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hii hukupa imani kiasi fulani, sababu waweza kuwa ufanya pengine jambo umelifanya wewe kabla ya miaka 40, kama umeishi miaka 60 au 70, kibinadamu waweza kuona limesahaulika. Talipo kweli na kile siku moja kabla ya miaka 40 mimi nilimpa maskini shilingi 10. Sasa Mwenyezi Mungu ataka kukupa itmiinan ile aliyoitaka Nabii Allah Musa liyatmainna qalbi, akuonesha kwamba la, tutawafufua na kila kitu kitafanya nini, kitaandikwa, kila kitu kimedhibitiwa na utalipwa kwa kila kitu. Kwa hivyo usiwe na shaka na masala haya, wala wewe usiwe na haja ya kuweka hisabu. Kuna watu malaika wameakilishwa, kazi yao ni kuziandika zitu kama hizi, kama namna tutakavyokueleza mbele. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aya imeanza na inna, hakika sisi. Katika lugha ya Kiarabu tanena hakika sisi, kisha imeongezea tena nahnu, sisi. Kwa hivyo ukitaka kulifasiri neno kwa neno haya mambo mawili, inna nahnu, hakika sisi, sisi, na lazima kuwe na sisi mara ngapi? 2. So Mwenyezi Mungu amenena inna, hakika sisi, wa ila inna peke yake ndio inaonesha uhakika. Hii hakika yatokana kwenye neno la inna, lakini ukilitegemeza kwa neno inni, hakika mimi, innahu, hakika yeye, innana, hakika yetu sisi, na mara nyingine huondoeshwa zile nuni zikiwa 2 zikabakishwa nuni moja ikawa inna, ikavutwa ikawa ni sisi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amenena inna, hakika sisi, kisha ameongeza nahnu, pia yamaanisha sisi. Bila ya shaka katika lugha ya Kiarabu ni maarufu, bali si Kiarabu tu, ni katika kila lugha watu hutumia sisi kwa maana ya kujitukuza. Haimaanishi kwamba Mungu ni mingi. Huwa wakinena sisi tutafanya kadhaa, rais wa nchi au mtu mkubwa fulani, mara nyingi akijizungumza hupenda kujizungumza kwa sisi, hajizungumzi kwa mimi. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anaponena sisi, haimaanishi kwamba ni kuna Mungu wawili au kuna Mungu watatu au zaidi ya hapo. Ni sisi kwa maana ya kujitukuza, ni yeye mmoja. Kwa nini ajitukuze hivi Mwenyezi Mungu mara 2? Inna kisha iwe na nahnu. Wanazuoni wanena hili ni jibu la ndani ambalo kwamba lataka kujibiwa wale watu waonao ni jambo zito mno kufufuliwa, ambao tutawasoma kwenye hii suratu Yasin. Wale wanenao kaifa yuhyi al-idhama wa hiya ramim, vipi ataihuisha mifupa Mwenyezi Mungu nayo imetakalika, imezie kuwa unga, imemumunyuka, vipi? Sasa ndio Mwenyezi Mungu yapo ni sisi. Hii sisi ni kama wewe utakapokuambiwa bwana kwataka kujengwa kitu fulani, kitajengeka kitu hiki, akainuka ule fundi hodari akakwambia bwana mimi nitakao kujenga. Basi ikiwa wewe sawa. Pale huyo hapo akajitaya akakwambia ni mimi nitakao kufanya. Basi ikiwa ni wewe sawa yatakuwa.
Ni kama pale kupanga upo muhadhara, jamaa akawajiuliza utakuwa, lakini huu muhadhara, akainuka ule ayuwa kuzungumza kana bana, mimi yao ndio nitakao kutoa muhadhara pale. Ruhu zikateremka zote, zikafua pumzi, kwamba basi kiwa ni wewe mambo yatakuwa mazuri. Sasa hii ni inna nahnu, sisi ndio tutakao kuhuisha. Yani Mwenyezi Mungu akwambia, ikiwa una suala lolote, una shaka yoyote, unakuona ni zito mno, kwa hivyo fikiria nani atakao kuhuisha? Ni sisi, yani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa ni Mungu ndio alotuumba, ndio mwenye uwezo wa kufanya kila kitu, pale huondoka ajabu, pale huondoka sasa ule uzito uonao na shaka nyingi ulizonazo. Ndio Mwenyezi Mungu akaanda hii aya kinena, inna nahnu nuhyil mauta, ni sisi tutakao kuhuisha. Hatutomwambia mtumi wala hatutomwambia malaika wende wakafanye kitu kama hiko. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanena, wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, baada ya kuwa tutawahuisha na tuandika yale waliotanguliza na athari zao. Kwa hivyo kuna zitu ziwili hapa zitaandikwa. Kitu cha kwanza kitakachokuandikwa ni ma qaddamu, kitu cha pili kitakachokuandikwa ni atharahum. Mzimu ametaja zitu ziwili, wanaktubu, tutaandika, ma qaddamu, walichokitanguliza, wa atharahum, pia tutaandika athari zao. Sasa ni kipi hiki ma qaddamu na ni kipi hiko atharahum? Baadhi ya wanazuoni wamenena kwamba ma qaddamu ni amali anazozifanya mwanadamu kabla ya kufa, ndio anazozitanguliza. Humtangulia zohenda mbele kabla yeye haenda, ni zile parcel unazozituma. Sababu mwanadamu ana amali mbili azifanya, ana amali azipeka mbe zikamtangulia, kisha yeye akazifuata, ndio katumika ma qaddamu, kilicho walichotanguliza. Wama tuqaddimu tajiduhu inda Allah, chochote mutakacho kukitanguliza li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Sasa sala, saumu, zaka wazifanya, zenda zasafirishwa, zafungwa kwenye parcel, zatumwa, lakini wewe bado huenda. Zile ndio wama qaddamu. Kisha wa atharahum, atharahum ni zile amali uloziwata wewe ukatangulia zikakufuatia, ndio zile idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath, mwanadamu akifa amali zake zote ukatika, hakuna nafasi tena isipokuwa amali ngapi? 3. Ya kwanza sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea, si kila sadaka yenye kuendelea, au ilmun yuntafa'u bihi, au kawata elimu nyuma huku ikawa yawanufaisha watu, au waladun salih yad'u lahu, au mzazi akafa akawata kijana mwema nyuma akawa amuombea Mungu. Sasa hizi ndio huya katika wa atharahum. Mtu amejenga msikiti, mtu amefukua kisima, mtu amejenga hospitali, yani chochote unachokifanya cha kubaki na kuendelea, ukafa wewe. Sasa pale unapokufa wewe, huwa zile amali za kufuata. Sasa kila anayekunwa mai kwenye ile kisima, wewe una thawabu. Kila anayeswali kwenye ule msikiti, wewe una thawabu za kufuatia, ushakufa, ni zile athari uloziwata. Kila anayetibiwa kwenye ile hospitali, wewe una thawabu za kufuata, ni ile sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea. Na zitu zingi, kujenga madrasa, kujenga skuli, kujenga majabia, kujenga zitu ambazo kwamba zina manfaa kwa umma, zina na manfaa kwa jamii. Hii ndio wa atharahum. Kwa hivyo wanaktubu ma qaddamu, Mwenyezi Mungu akwambia tutakuandikia pia yale ulioyatanguliza kabla huyaya wewe, pia tutaendelea kukuandikia yale ulioyawata. Baadhi ya hadithi zanena kwamba baadhi ya Waislamu watakwenda siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wende wakafunguliwe faili zao, wastaajabu.
yani kila mtu le, bali linsanu ala nafsihi basira, kila mmoja ajijua alichofanya na asichofanya. Kwa hivyo yeye alikuwa atarajia pengine mabuku yake yatakuwa ni kama pepa 10 20, nafananisha toba, sineni kwamba kuna karatasi. Akishtuka enda akaone amewekewa mduru wa amali, yeye mwenyewe ajiulize nilizifanya lini hizi mimi, astaajabishwe yeye mwenyewe. Yeye ayua mimi niliswali, nilifunga na ziua zikia zitakuwa kwa kadiri fulani, lakini mbona mambo makuu namna hini? Hizi ni zile wa atharahum, kile unachokiwata nyuma. Kwa hivyo hii ni tafsiri ya kwanza, wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, tutaandika walichokitanguliza, yani amali ulizozitanguliza kabla huyafa na amali ulizoziwata. Baadhi ya mufassirina wametoa tafsiri nyingine na hazigongani hizi tafsiri, si lazima tukikataa hii tutukue hii, tuweza kuzitukua zote. Tafsiri nyingine yanena ma qaddamu ni a'mal ambazo kwamba zina sifa shakhsia. Ma qaddamu ni amali ambazo kwamba zina sifa ya shakhsia. Wa atharahum ni amali ambazo kwamba ziko na sifa ijtimaiya. Nikibaini maneno haya mawili, amali anazozifanya mwanadamu, zitendo anazozifanya, ziwe nzuri ziwe nziovu, ima huwa zahusiana na mwenye kufanya mubashara na hazigusi mtu mwingine kabisa. Mfano, ukiswali ni amali shakhsia yako, ukitoswali pia ni maasiya shakhsia, hayana athari kwa wengine, ni wewe mwenyewe, ni wewe na amali yako umeifanya. Hii ndio ma qaddamu. Atharahum, kuna amali mtu akizifanya zina sifa ya kuweka kielelezo, yani zaweka athari katika mujtamaa. Ikiwa ni njema watu wakakutaba wakafanya, ikiwa ni mbovu watu wakakutaba wakafanya, ufapo huwa ile amali yaendelezwa na wengine. Ndio ile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man sanna sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, mwenye kuweka mwendo mzuri. Hizi tutaziamkua mwendo, hatuziamkui amali. Ndio hata Mtume ameziita sunna. Mwenye kufanya mwendo mzuri ukatabwa na wengine, atakuwa yeye ana thawabu za kufanya yeye, ana thawabu za kila mwenye kumtaba. Na waman sanna sunnatan sayyi'a, na mwenye kuasisi sunna mbovu, kana lahu ithmuha wa ithmu man amila biha, atakuwa yeye ana madhambi ya kufanya, ana na madhambi ya kila atakayekutaba kufanya amali kama ile. Sasa hizi ndio zile amali ambazo tunasema zina sifa ijtimaiya, zina sifa ya kuathiri, ya kuwafanya watu wakutabe. Sasa ikiwa ni msingi mwema, zitaendelea, zitabaki, ndio zile itabaki faili kukuilia. Ikiwa zina msingi mbaya, zitaendelezwa, ndio ile zitabaki faili kukurudia. Baadhi ya mufassirina wamefasiri namna hii, wamenena inna nahnu nuhyil mauta, sisi tuwahuisha maiti, wa naktubu
ma qaddamu, tutaandika kile mtu alichokifanya cha kumhusu yeye peke yake. Wa atharahum, tutaandika na zile anazozifanya mwanadamu zikaathiri na watu wengine wakazifuata na wakazitaba. Kwa hivyo hizi ni tafsiri mbili na hazigongani, kwa sababu aya ni pana zaidi na yakubali tafsiri zote mbili. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baada ya Mwenyezi Mungu kutuhakikishia kwamba yeye ndo atakao kutufufua, akatuhakikishia kwamba atatuhifadhia tulioyatanguliza na athari tulizoziwata, arudi tena atilia mkazo, tuambia wa kulla shay'in. Sio hizo tu, sio masala wewe wajiona kwamba yaandikwa amali zako tu, la, bali Mwenyezi Mungu atuambia wa kulla shay'in, na kila kitu ahsainahu, tumekidhibiti, tumekihifadhi. Ihsa ina maana adaq, kuliko kuandika, kuliko kuhifadhi. Ihsa kwa lugha ya kioo itafahamika zaidi yo, kwa sababu yo wewe waweza kutoka asubuhi ukiwa ni mfanyikazi, mfano ni contractor, wewe wajenga nyumba, utakuwa una buku wewe. Siku ile umenunua bloki 200 utaziandika, umenunua zifuko za simiti 20 utaziandika, umenunua chuma kadhaa utaandika bila ya mpangilio. Kisha huwa una kazi ukirudi nyumbani ya kuzipanga, ukazitoa za simiti ukazipeka kwenye faili ya simiti, ukazitoa za chuma ukazipeka kwenye faili ya chuma, ukatoa ukazipanga kila mahali, kisha ukarudi ukazijumlisha, ukajua simiti mpaka kumaliza nimetumia ngapi, na mtanga mpaka kumaliza nimetumia ngapi, na bloki mpaka kumaliza nimetumia ngapi, ambao yao chombo cha kompyuta kimepoa uwezo huu. Yao wewe katika kompyuta waweza ukatia zitu, ukatia wewe hutia tu simiti, ukipiga watakazikupe simiti ni ngapi, nini ni ngapi, zitakupa na hisabu yake na bei yake. Hii ndio maana ya ihsa, sio kuhifadhiwa tu makaratasi, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba hisabu itakao kutolewa akhira haitotolewa kwa kuandikwa tu mpaka uzengee huku kulikuwa mwaka fulani nilikuwa nimeswali swala 10, 98 ni swali swala 9, 2003 nilifanya kadhaa, uzipige jumla. La, zitakuwa zimezie kupangwa, kila moja imeshafungwa hisabu yake. Ndio hii maana ya ihsa, kuliko kunena kuhifadhi, kuliko kunena kuandika, kwa sababu kuandika kwaweza kuwa hakuna mpangilio, kuhifadhi kwa kwawezekana kuwa hakuna mpangilio. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno la ahsa, kuzidhibiti kwa mpango na kukupa jumla kila kitu bahala pake. Mwenyezi Mungu atuambia wa kulla shay'in, na kila kitu ahsainahu, tumekidhibiti kwa mpango, fi imamin mubin, katika hiyo imamin mubin. Ni nini imamu mubin? Imamu mubin, vingi katika mufassirina wamefasiri kwamba ni al-lawhul mahfudh. Nitakuja kujieleza lawhul mahfudh ni nini. Ndio wamenena hii ndio imamun mubin, imamu aliyowazi. Imekusudiwa ni lawh mahfudh. Kwa nini lawh mahfudh ikamkuliwa imamu? Kwa sababu neno la imamu katika lugha ya Kiarabu limetokamana na amma, kuongoza. Hata ule imam na maamum na itimam, kila chenye kukalia mbee chamkuliwa imam, kila chenye kuongoza. Kwa hivyo hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiamkuliwa cho lawhun mahfudh. Mwenyezi Mungu amekiamkua imamu. Kwa nini? Mufassirina wanena Mwenyezi Mungu amekiamkua imamu kwa sababu kitabu hiki ndiyo cha waongoza malaika. Kwa sababu hichi kitabu kimekusanya kila kitu, si masala ya amali za wanadamu, la, riziki za wanadamu, umri wa wanadamu, kadari za wanadamu, ajali za wanadamu, maradhi, kupoa, yani tafsilati zote za maisha, kutoka kuzaliwa kwako wewe mpaka kufa kwako utapatikana na nini, kila kitu kimedhibitiwa hapa. Ndio ile katika baadhi ya khutba yuzi tukieleza kwamba lailatun nisfi min shahri
Shaaban, usiku wa kupambaukia tarehe 15, kuna baadhi ya wanazuoni wamenena ndio siku ya kupangwa mambo, ingawa kauli ya wanazuoni wengi wanena Lailatul Qadri ndio siku ya kupangwa budget ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ugawanyiwa malaika siku ile, kila wizara ikapoa faili yake. Israeli ikapoa siku ile Lailatul Qadri, wengine wanena Lailatul Nisfi min Shaaban, upoa faili ya watakao kufa mwaka ule wote. Israfili akapoa barnamiji ya mvua, mwingine akapoa barnamiji ya kadhaa kwa mwaka malaika, lakini ya kutoka mwanzo wa ulimwengu mpaka mwisho yako katika lauhun mahfudh. Wao huwa wakitekewa wakipoa siku ile kwa kadiri ya mwaka namna ya kuendesha. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kila kitu tumekidhibiti katika hiyo imamu mubin ambayo kwamba ni al-lauhul mahfudh. Ndugu zangu Waislamu, na Mwenyezi Mungu hahitaji zitabu wala hahitaji mashahidi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kuifanya koti ya akhira kwa kadiri ya kumkinai mpaka mwanadamu awe hana la kunena. Wa ila Mwenyezi Mungu haitaki kuweka malaika kuandika, wala hataki mabuku, wala hataki mafaili, wala mashahidi. Yatosha kwa kuwa yeye aweza kila kitu. Lakini nidhamu ya koti, na insha Allah Taala Mungu akitupa nafasi, ikiwa kwenye surati Yasin au mahala pengine, tukipata nafasi ya kuieleza uzuri koti ya akhira iko vipi, mashahidi wake nkina nani, na itaenda vipi, kwa mfumo gani, inshallah tutayaeleza kwa urefu mambo haya kwa mtazamo wa Qur'an. Lakini unataka kuwadokezea kidogo kuhusu hizi zitabu, sababu akhira kutakuwa na mashahidi, kutakuwa na malaika ni mashahidi, sababu kila mmoja ana malaika wawili, raqibun atid, kama ilivyotuambia Qur'an. Kila mwanadamu ameakilishiwa malaika wawili waandika amali zake, kisha malaika wale watakuwa kutoa ushahidi. Wewe mwenyewe siku ile utazungumza, si mdomo wako. Tatuambia suratu Yasin inshallah, tutakuja kwenye mashahidi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Mwenyezi Mungu atuambia leo siku ya kiyama midomo tafungwa. Kule hakuzungumzi kwa midomo. Nidhamu ya koti ya akhira hakuna mdomo kunena. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tutaifunga, tutaipiga sili midomo yao. Tazungumza ni nini? Watukallimuna aidihim, mikono itazungumza, maguu yatazungumza, kila kiungo kitazungumza, mpaka ngozi zako zitazungumza. Mpaka mwanadamu katika aya Mwenyezi Mungu atuambia atakuwa azizungukia ziungo zake kwamba bana tunataka kuchomeka nsute bana. Kwa nini? Kwa nini? Lima shahadtum alaina, mbona watoa ushahidi kana kwamba wewe ni mchumbali na moto tunataka kuingia pamoja? Zitamjibu zile ziungo na ngozi zake, wamwambie antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, amezotutamsha ni Mungu ambaye ametamsha kila. Kwa hivyo ziungo zako mpaka ngozi zitazungumza. Ardhi pia itazungumza. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Mwenyezi Mungu atuambia itakapokutetemeshwa ardhi mtetemeko wake, zilzali. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, kisha wa akhrajatil ardu athqalaha, ardhi ikatapika zile zizito, yani ikatoa wale maiti walioko ndani. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, mwanadamu anene kunani yeo? Yauma idhin, siku hiyo, tuhadithu akhbaraha, ardhi itazungumza habari zake. Kwa hivyo nini maana ya kuzungumza ardhi? Itaeleza kila lilopitika yu lake. Katika baadhi ya riwaya mpokewa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ni nini maana ya tuhadithu akhbaraha, akanena itazungumza kwa kila lililofanyika yu lake. Kwa hivyo shahidi ni ardhi pia. Ndio Imam Ali alayhi salam alipokuwa khalifa, alipopoa ile Baitul Mal, benki ya Kiislamu, ilikuwa akifunga hisabu usiku na mshumaa wake au kitaa chake cha kikopo, baada ya kagawanya mpaka kakukuta mfuko, alikiswali rak'atayn kule ndani ya Baitul Mali.
Baada ya kumaliza rak'atain alikizungumza na ardhi, akiambia ardhi, wewe ndio shahidi yangu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe umeshuhudia senti namna zifanyao nini, ninavyozigawanya mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hizi raka mbili mmeziweka hapa pia zinisaidie, kwa sababu haya ni mali ya Allah, ili kesho nionekane kwamba Ali kila dinari na kila dirham ameipeka mahala pake. Bila ya kuendelea sana, ama udhui yatakuya mbele kwenye aliyoma nakhtimu ala afwaji. Katika mashahidi watakaokuya nzitabu. Sasa hatujui nzitabu aina gani, ni karatasi, na hiyo teknolojia inavyoendelea tuiona kompyuta, na hatujui tukienda mbele kutakuwa nini. Na zamani tulikuwa tukiona mingi, tuambia tutaoneshwa kadhaa amali, haswa amali zenyewe zitarudishwa mtu azione. Pengine watu wa nyuma walikiona ni ajabu, lakini leo si ajabu tena. Hiyo zitu zahifadhiwa na waoneshwa, hiyo upigiwa switchi waoneshwa kwamba wewe ulifanya kitu kadhaa, picha yako, kitendo chako na kila kitu. Kwa hivyo zitabu kama hizi Mwenyezi Mungu amezozizungumza kwenye Qur'ani ziko sampuli 3. Zitabu zinaoandika mambo. Sampuli ya kwanza, kuna zitabu za andika za watu binafsi, kila mtu una chake. Mimi Darusi na changu, wewe una chako, Ali ana chake, Khalid ana chake, kila mmoja ana chake. Kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani katika suratul Isra, siku ile utakapokusimama siku ya kiyama, kila mmoja atakabidhiwa kitabu chake, ataambiwa Iqra kitabaka, soma kitabu chako. Hiyo kabidhiwa faili yako, kaenda kaketi mahala, tafuta kipembe kizuri kule akhira, uketi upitie, kisha Mwenyezi Mungu akwambia kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Faili hii nenda kajihesabu wewe mwenyewe, rekodi ya mambo yako yote. Hizi ni zitabu sampuli. Na katika suratul Kahfi ndio ule mwanadamu atakapokutukua nafasi, atakapokuambiwa Iqra kitabaka, tokuwa hicho ule fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, watakao kupokea kwa mkono kivuli, kuna na watakao kupokea kwa mkono wa kushoto, aambiwe Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Ndio ule yatakapokumshopoka maneno katika suratul Kahfi, anene mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gali ya Mwenyezi Mungu ametumia lile neno wa ahsainahu. Kinani kitabu hiki hakikuwa tatoto wala kubwa, isipokuwa imedhibitiwa paka unye. Au katika sura nyingine nena faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Utakai kufanya, ilipokuwa haijagunduliwa dharra, ilikuwa jamaa wakitufasiria kama tungu, sababu alikuwa hakuna kitu kitoto kushinda nini, kushinda tungu. Elimu imeendelea, hiyo imegunduliwa dharra, ambao dharra hiyo ni toto kabisa kushinda tungu, ambao hiyo ulau wafunga mkono namna hii ni dharrat. Kwa kadiri utakazo kuziweka hapa ni millions ya dharrat, umezidhibiti hapa kwa hiki tu kadiri yako. Kifiniko cha tupa changata mamilioni ya dharra, huwezi kuziona kwa macho. Mwenyezi Mungu atuambia faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, atakaye kufanya uzito wa dharra jambo la khairi utakwenda kuliona. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na atakaye kufanya uzito wa dharra jambo la shari utakwenda kuliona. Ndio pale utakaponena mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kwa hivyo sampuli ya kwanza ya zitabu ni zitabu za kila mtu nafsi. Sampuli ya pili kutakuwa na zitabu za umma, jamii, mujtama, una faili yake kisha moja. Kwa hivyo utapokea hisabu mara mbili. Utakwenda kupokea hisabu yako binafsi kama amali zinazokuhusu wewe, kisha kutatoka faili sasa ya madhambi ya umma au thawabu za umma, kwa sababu kuna mambo hayatekelezwi na mmoja, kuna mambo ya kufanywa na umma. Kutaua mbunge, mambo ya umma, hii itaingia kwenye faili ya umma. Siasa tunaoitagua, uchumi tunaotagua, mwamko, kulala, kunini, mambo ya kijamii. Sasa
ambayo ni mambo yatakana yafanywe na umma, pia kuna faili yake tapokea kila umma. Na nikitaka niwape ushahidi katika Qur'ani, twende katika suratul Jathia aya ya 28. Mwenyezi Mungu atuambia kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kila umma utaamkuliwa kwenda kwenye kitabu chake. Kwa hivyo tutakuwa tuna uswahili wetu, waswahili sisi, badala ya kila mmoja kupokea chake, kutakuwa kuna kitabu cha waswahili sasa, cha jamii, cha kina fulani. Pale ni yale mema mazuri tulioyafanya kama umma, au madhambi maovu tulioyafanya kama umma. Na hapa ndipo mwanadamu atakayue kwamba hatoki. Hakuna nafasi ya kuyaangalia mambo yende. Hakuna nafasi kama hiyo. Hakuna jamani. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hakuna masala ya kujikomboa pweke. Ni lazima ujikomboe wewe, ukomboe na jamaa zako. Kwa hivyo ni lazima katika kujitoa kwenye kitabu hiki ufanye. Japokuwa mkiwa watu wawili, watatu, hamwezi kuleta mabadiliko, lakini mtakuwa lile jukumu lenu mbele ya Mwenyezi Mungu mumeliondosha. Kuliko kunena hayaendi, hayabadiliki, ukaketi ukayaangalia hayaondoki. Ndio ile hadithi ya Imam Ali alayhi salam alipokuwa akinena kuridhika ni kushiriki. Kuridhika na yanayotendwa ni kushiriki. Watu wakaona ajabu. Wakamuuliza, ya Amiral Mu'minin, kuridhika tu? Akawaambia, kwani alomtinda ngamia wa Salih ni watu wangapi? Ni mmoja peke yake. Inma aqara naqata Salih rajulun wahid. Ile huneneye ile sura faaqaruha fadamdama alayhim rabbuhum wala yakhafu uqbaha. Alomtinda ni mmoja, ingawa kwenye Qur'ani imekuja kwa sigha ya jamu, wakampinda, lakini aloshika kisu akamtinda ni mtu mmoja tu. Lakini kibati cha Mungu kilikuwa kafanya nini? Kikatanganya. Kwa nini? Kwa sababu ule ngamia alietwa ni miujiza. Kwa hivyo ilikuwa kila alomwamini Nabii Allah Saleh asimame kumlinda. Ilikuwa ni kadhia ijtimaia, ile ni kadhia ya umma. Ule ngamia ilibidi alindwe na umma. Walipoamua wakanena hatuhusu, mtu mmoja akainuka akaenda akampinda, kibati kiliwatanganya. Kwa sababu ile ni dhambi la umma, ni kosa la umma. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kila umma utapekwa kwenye kitabu chake. Kwa hivyo kuna kitabu cha kila mtu, kuna na kitabu cha umma, kisha kuna na kitabu cha tatu. Sasa kitabu cha tatu hiki tusiwe ni kiamkuie, ni kile sasa cha kukusanya yote yako binafsi, ya umma, ya sokuwa yako, ya sokuwa ya umma, kila kitu. Hiki ndio kile katika lugha tukisikiao chaitwa Al-Lawhul Mahfudh. Hiki mpaka arzaki, kila lenye kutendeka katika ulimwengu kutoka Mwenyezi Mungu au umbe ulimwengu mpaka umalizike ulimwengu, kila kitu chaandikwa mahali kama hapa na kimedhibitiwa. Na ndio hiki wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, ambao kwamba tumekizungumza mahali kama hapa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nukta ya mwisho katika kumaliza hii aya, baadhi ya mufassirina, na kama makumbuka darasa ya kwanza ya Yasini niliwaelezea kitu kama hiki, na nikawaahidi tutakapokufika kwenye hii aya tutayakumbusha. Baadhi ya mufassirina wamenena kwamba kulikuwa na kabila likiamkuliwa Bani Salma katika watu wa Madina. Kabila hili lilikiketi nje ya Madina, lilikuwa mbali na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa wakaona kuwa mbali kwao na msikiti wa Mtume mambo mingi yawapita. Wakaamua kabila zima kugura, wende watafute mahala karibu ya msikiti wagurie hapo. Kama tujalie watu uketi Pawalai tukule ama Tundani, wakaamua ya uketi hapa Mkunguni karibu na msikiti. Hili kabila likiitwa kabila tu Bani Salma. Hizi habari zikamfikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hawa jamaa yao ugura kwao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, ya Bani Salma,
enyi bani Salma, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharakum, lakini kwenye miji yenu hatua zenu zaandikwa. Athari pia ni nyayo, ni thawabu nyingi, kwa sababu mkitoka mbali mkiomba kusudia swala hapa msikitini ni katika kuongeza amali. Kwa hiyo mtume akawakataza kugura, ndio wakanena ikateremka hii aya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kwa hivyo hii aya ikateremka kwa Bani Salma kumtilia mkazo mtume kwamba wasigure, wabaki na Mwenyezi Mungu ataziandika athari zake. Toba na itakuwa iliteremka Madina, kwa sababu kisa kama hiki kitakuwa ni cha Madina. Na hapa ndio lilikuwa lile tatizo kwamba je, sura ya Yasini ni makia au ni madania? Yani ni katika sura zilizoteremka Maka au ni sura zilizoteremka Madina? Ikiwa ni sura iliyoteremka Maka, itakuwaje hii aya ile iliteremka kwa nani? Kwa Bani Salma. Ala kulli hal, hizi ni riwaya ambazo kwamba ziko na, lakini kama ninavyowaambia mara nyingi kwamba Qur'ani haiambatanishwi na sababu ya kuteremka. Yaweza kuwa sababu ndogo ilitokea ikateremka, lakini ni makosa tuifasiri Qur'ani kwa kadiri ya ile sababu, bali Qur'ani ni mwongozo kwa watu wote na lazima tuifasiri kwa upana zaidi ili iweze kutunufaisha sisi tulioko na waliopita na watakaokuja. Mpaka hapa ndugu zangu tutamaliza aya ya 12 na tutafunga kifungu cha kwanza cha suratu Yasin ambao kwamba chazungumzia masala ya utumi. Na insha Allah taala kifungu kitakachokuja juzu ya pili tutangia kwenye kiswa kijulikanao kwa ashabul qarya, kiswa cha watu waliopekewa mitumi mitatu, wa kwanza, wa pili, akaongezwa watatu na hakuna natija. Tutakieleza insha Allah taala. Haya yote yatakuwa baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, sababu leo tulifunga darasa letu. Tupumzike na tutukue kasi, sio tufunga ndio basi. Mwezi wa Ramadhani tuendelea na darasa za tafsiri hapa saa 10 kasrobo na tafsiri al-Qur'an, lakini si Yasin. Yasin tutaisimamisha, tutaendelea na mfululizo wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia na atatupa kila la khairi na atatupa nyoyo za kuifahamu Qur'ani na kuifuata baada ya kuifahamu, na atatujalia ni watu wa Qur'ani, ni watu wa kuitii Qur'ani. Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa mzee auliza kwamba kuna lauhun mahfudh, kisha kwenye Qur'ani kuna kitabu kingine huonkuliwa ummul kitab, mama wa kitabu iko hii. Sasa ataka kujua hiki ni hiko lauhun mahfudh ama ni kitabu kingine. Kulingana na rai za wengi katika mufassirina, wakirudisha ummul kitab kwenye lauhun mahfudh. Ingawa hapa mimi sikupenda kuingia sana, lakini hata niwafafanulie kitu kimoja. Ummul kitab yazungumza masala ya elimu ya Mwenyezi Mungu. Katika riwaya kutoka kwa ahli albayt manena ilmu ya Mwenyezi Mungu iko sampuli mbili. Kuna ilmu ya Mwenyezi Mungu ambao kwamba amewayuzisha malaika na mitumi, uiona ile. Kuna na ilmu ya Mwenyezi Mungu ambao kwamba hakuwayuzisha ziumbe zake kabisa, yeye tu ndio ayuwao. Sasa hii ilmu ambayo ikhtassa Allahu bihi, Mwenyezi Mungu amehusika nayo, ndio mara nyingi inaoamkuliwa ummul kitab. Inakusudiwa ni elimu ambayo hakuna kiumbe anaoyua. Na wengine wamenena ni hiyo al-lauhul mahfudh ambayo pia hakuna anaoyajua yaliyoko ndani. Wakati wa kuvundwa al-Kaaba ilikuwa ni Abdul Muttalib, ni babu yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Babu yake Mtume alikuwa hawezi kupambana na lile jeshi, kwa sababu jeshi lilivyokuwa laja lilikuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo yeye akanena kwamba hii al-Kaaba nimemwatia nani mwenyewe, hiki kitu cha kwanza. Kwa hivyo tukimpa udhuru, Abdul Muttalib aweza kupewa udhuru kwa sababu yeye hawezi kulikabili. Yani mfano sasa yako kuna jeshi laja kuvamia, Mungu asijalie, kisiwa chetu. Umejaribu kuitisha, hakuna muitiko. Pia Uislamu haukwambii ujitose kwenye maangamivu.
Yani Uislamu haukuamrishi wewe ukajitose mahali ambao una hakika utauawa na hakuna natija. Kwa hivyo Abdul Muttalib alitukua hatua wakati akiona yeye hawezi kupambana na hana support ya kumnini. Kisha kitu kingine tunaweza kunena pia, Abdul Muttalib aweza kuwa amefanya makosa, kwa sababu si mtu ambaye kwamba sisi ni lazima tunene kwamba si mtumi, wala hakuwa ni mtu yani mkubwa hivyo, kwa kadiri ambao sisi tulazimika kila anachokifanya tuwe tutakisahihisha. Wanaosi hoja huyu ameshika mbeo huyo, yauliza kwamba baada ya kufa mtu akawata kisima, au umetuambia kwamba thawabu zitaendelea kuandikwa, ni nani watakao kuandika na ni kitabu kipi kitakao kutia haya? Kile chako cha binafsi, ni wale malaika wako? Wajua masuala kama haya hayajibiwi kutoka kwenye akili, umenifahamu? Kwa sababu sioni kwamba ni swala zito wawe malaika wale wawe ni nini, lakini ikiwa wataka kujua uhakika siwezi kukujibu sasa yao, kwa sababu itakuwa ni ramian bil ghaib. Tumefahamiana ni nani wanaoandika? Mimi nakumbuka kuna baadhi ya riwaya kwamba mtu akifa akiwa mwema, wale malaika wake wawili Mwenyezi Mungu huwaamrisha wakaketi wakawa humtakia maghfira, yani humfanyia mema. Kwa hivyo sioni kwamba kuna tatizo lolote ikiwa hawa malaika ndio watakao kwenda kumshughulikia na zile kazi zake yako, kwa vile wewe utakavyokuishi nao. Wewe sasa utakuwa ni mtu uko magharibi, kwa hivyo katika ile community yako na uishi magharibi utaingia kwenye faili ya pale huku. Basi wajua masala ya nimo simo sitaki kuyazungumza kiupesi namna hii, kwa sababu niwape mfano, inategemea personality ya mtu, uwezo wa kuathiri kwa mtu. Kuna mtu aweza kugura amu akaenda akaketi Nairobi, lakini akawa kule alipo Nairobi ana uwezo wa kuathiri amu. Si mimi na wewe. Aweza kutoka mtu maskini yao akaenda zake Nairobi hana la kufanya, lakini kuna baadhi ya watu aweza kuwa aishi Nairobi na ana alaka na amu na bado ako na uwezo wa kufanya nini, wa kuathiri. Kwa hivyo hizi ni zitu ambazo kwamba huwezi kuzijibu kwa haraka, na kila mtu aenda kulingana na zipoa na uwezo alionao katika kuathiri. Kiongozi ni tofauti na mtu wa kawaida katika madhambi ya umma, umeelewa? Msomi ni tofauti na muinga katika madhambi ya umma. Mwenye uwezo ni tofauti na asokuwa na uwezo katika madhambi ya umma. Yani kila mmoja kwa kiwango alichonacho kwa kuweza kuathiri katika umma atahesabiwa. Naam. Wallahi maudhui haya sijui, kuna baadhi ya kaseti zilipotea wallahi, na ndio kitu cha kusikitisha. Zingine katika lam yakunil ladhina, ziko za kaseti za lam yakunil ladhina kafaru, lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitab, katika kuizungumza mukhlisina lahuddina. Nizungumza kwa urefu sana maudhui kwamba je, sasa hivi kuna mashirika ya Kikristo wanaingia mwituni, watakwenda watatibu watu, watasaidia watu, vipi amali zitaweza kunini? Haiwezekani, kwa sababu nia ni muhimu, ikhlas ni muhimu, imani ni muhimu. Haiwezi kumnufaisha, la tamfao. Sasa utapoa wewe toka masala mengine hayo, sababu wewe ni Muislamu bila shaka. Wajua masala ya kugawanya thawabu kiasi fulani, sasa utanipa kazi ya kuingia kwenye kwa Mungu yani hambani. Yani kimsingi Muislamu anayefanya amali kwa ikhlas atapewa thawabu. Tumefahamiana. Na ule ambaye kwamba si Muislamu hana kitu. Iko kitu kama hiyo. Swala la mwisho. Yeye hana shaka. Sisi tuna shaka. Si kila mmoja anayeamini kufufuliwa. Kuna watu wayaona mambo ya kufufuliwa ni mambo makubwa sana, kama ile aya niliyoisoma iliyoko kunena ile kaifa yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Tutakuja inshallah wale watu walivyoelezwa na Qur'ani wanaoona masala ya kufufuliwa ni masala makubwa. Kwa hivyo akapenda kuwahutubu hawa wenye shaka, hawa wanaoona ni jambo kubwa kwa Mungu, kwamba haya mambo yatawezekana kuwa. Abdalla, unashukuru kuna swala pia uulizi yote utakupa moyo. Hilo swala lako nimewahi siku moja kulizungumza Mombasa katika tafsiru suratul Asr, kwa sababu hiyo ni makosa ya malezi. Wakati kwenye madarasa watu wakielezewa nini maana ya sadaqatun jaria, hata mimi nikanena kuna haja ya matajiri wetu kuelimishwa. Kila mmoja ufahamu ni kujenga msikiti tu, ni kujenga madrasa tu, lakini sadaqatun jaria
ni kila kitu cha kunufaisha umma. Skuli ni sadaqatun jaria, hospitali ni sadaqatun jaria, hata kutia simiti barabara na lami ni sadaqatun jaria. Kila kitu ambacho kwamba kitanufaisha umma, hii yaingia kwenye sadaqatun jaria. Sasa tutarudi pale pale kwenye msingi kwamba kuna haja ya watu kuelimishwa kwamba sisi tuna tabia ya kutabana. Mtu akiinuka akijenga msikiti na wewe ndio kujenga msikiti, mtu akifungua duka na wewe ndio. Yani watu waweze kuoneshwa pesa ziende pale mahala panapohitajika. Simandi yako uzisima zimeayo, hatuna haja tena zisima. Walhamdulillahi rabbil alamin wa kullu amin wa antum bikhair. Inshallah tutapambana mwezi wa Ramadhani.